aya inazungumzia udhuru aliotoa ndege Hudhud kwa Nabii Suleiman baada ya kukosekana katika jeshi lake na Suleiman kumtafuta na kubainikiwa kwamba Hudhud hakuwepo katika majlisi ile. Baada ya muda mfupi Hudhud akaja kwa Nabii Suleiman baada ya kufika sehemu za Yemen Saba. Nabii Suleiman akiwa Falastini akija akamletea habari adhim, akamwambia inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Kabla ya hapo amwambia inni ahattu bima lam tuhit bih, mimi nimeyaona mambo ambayo wewe huyajui, jumla ya ufalme wako na nguvu ulizonazo wewe Suleiman na wanajeshi ulionao ambao wote wako chini ya amri yako, lakini mimi nimekushinda, nimeweza kulijua jambo ambalo wewe ulijui. Wajituka min Saba, nimekuja kutoka Yemen Saba, binaba'in adhimin, nimekuletea habari kubwa, habari muhimu, habari nzito. Naam ya Hudhud, ni habari gani nimekuja nayo? Amwambia Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, nimekwenda Yemen nimemkuta mwanamke, tamlikuhum, yeye ndiye mfalme, amewamiliki watu wa Saba, yeye ndiye rais, ndiye mfalme, ndiye mwenye kuamrisha. Wote watu wa Saba wako chini ya saitara na ufalme wake. Yani katika jamii ya Saba kumekosekana mwanamume mwenye kuongoza nchi, inapelekwa na mwanamke, ndiye rais, ndiye mfalme. Aina rijal, wako wapi wanaume? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Kwa hivyo ni kuonyesha jamii iliyokuwa kwa wakati ule kulikuwa hakuna watu wenye busara, wenye hikma. Manake ikiwa kuna watu wenye hikma na busara hawawezi kukubali kuongozwa na mwanamke, kwa sababu mwanamke maumbile yake hakuumbwa kuongoza jamii. Kijapokuwa leo katika maisha tunayoishi unao wana maraisi wa kike na huwateua na wanawake hasa wakaenda wakawa ni viongozi zetu. Na ukitaka kujua kwamba jamii imefeli ni kuangalia wewe, ukiona jamii huongozwa na wanawake, yani mwanamke ndiye kiongozi, aitwa mheshimiwa, mwanamke aitwa mheshimiwa, jua jamii hiyo ni fashil, ni jamii ya kufeli. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, watu hawatofaulu, kaumu yoyote haitofaulu ikiwa watatawaliwa na mwanamke. Jamii haitofaulu ikiwa itatawaliwa na mwanamke. Haya ni maneno ya Mtume as-Sadiq al-Masduq alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo jamii zetu hazitofaulu, sisi hazina tamaa ya kufaulu, kwa sababu sisi wenyewe wanaume kukosa akili kwetu usimama tukawapa viongozi wanawake wakawa wenye kutuongoza. Kwa nini usimwambie bwana, la, sisi hatuwezi kukupa wewe, kwa sababu kwanza wewe mwanamke huna kabilia ya kuongoza taka mtu mkakamavu, mwenye kukabili mambo, mwenye ujasiri, mwenye utisho, na hizo ni sifa za mwanamume. Mwanamke hana sifa hizo. Mwanamke hana ujasiri wa kupambana na mtu, atapigwa kibao cha kofi na yeye ni rais, hawezi kujitetea, na watu watamteza shere, wamdharau, kwa sababu mwanamke maumbile yake ni maumbile dhaifu. Ndivyo alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa dhakaru kal untha, mwanamume hawi kama mwanamke. Na ndio maana
usukani na uongozi wa ndoa familia amepewa mwanamume, sababu yeye ni mtu na busara na hikma, hafanyi jambo ila baada tarayuthin na kusoma ile awaqib na mwisho yatakuwaje. Lau kama angelikuwa uongozi amepewa mwanamke, yeye ndiye amiliki talaka, ni yeye mwanamke mwenye kutoa talaka, basi kuonyesha kungelikuwa hakuna ndoa iliyobakia, sote tungelipigwa talaka, sababu ni ziumbe hawezi kusubiri. Kuna siku zao zile zikiwaijia hubadilisha wakafanya tasarrufu za kimaajabu ajabu. Kuna siku ni mjamzito. Ndio maana mwanamke hafai kuwa kadhi, na hii ni biittifaqi al-aimma, mwanamke hawi kadhi. Lakini mara utasikia ukaa ulimwenguni, mara kukazuka danga kadhi naye ana haki mwanamke pia kupigania ukadhi. Haya mambo tunasikia kila tukisikia, na atasimama shekhe pengine atetee bwana na yeye mwanamke pia ana haki ya kadhi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Tundapi sisi? Mwanamke hawezi kuongoza. Mwanamke amepewa uongozi ndani ya nyumba, wale watoto walionao awalelee. Ule ndio uongozi aliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula. Al-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Mama ni madrasa, ni mwalimu, na madrasa yenyewe ni kuwalelea hawa wale aliowazaa wale. Lile ndilo jukumu na uongozi aliopewa, lakini hajapewa uongozi wa kuongoza jamii. Na jamii ikiongozwa na mwanamke, basi hiyo jamii fashil, jamii ya feli.